ninyi ni watumishi wenzangu ambao mnategemewa sana na taasisi nyingine. Taasisi zinazoshughulika na masuala ya afya, nyie msipofanya wajibu wenu vizuri hawawezi kufanya chochote. Watu wa uchumi, nyie msipofanya vizuri, uchumi hauwezi ukaenda popote. Lakini tukiangalia watu wa elimu, bila ninyi kufanya vizuri, watu wa elimu hawawezi kufanya chochote. Vivyo hivyo kwa idara zote. Kwa hiyo wewe kama mtumishi wa TARURA, jua ya kwamba unao wajibu mkubwa kama kichocheo, kama kiunganishi cha kuhakikisha ya kwamba hata idara zingine zinafanya kazi na zinawatumikia wananchi. Kila mmoja wenu anayo nafasi muhimu katika kufanikisha malengo hayo. Kwa kweli michezo ni afya. Nikisema masuala ya afya ni pamoja na tabia zetu. Watu wanakunywa pombe kupitiliza. Pombe inaharibu afya. Pombe za kupitiliza zinaharibu afya. Zinaharibu ini, zinaharibu afya kwa ujumla. Alcohol ina madhara chungu nzima wala haina hata faida. Serikali imetutengeneza sisi watumishi tutumikie taifa letu. Sasa unapokuwa hutunzi afya yako, ni kwamba umejiweka holela, serikali ipate hasara. Hasara ya serikali sio tu kwenye kutengeneza barabara. Pamoja na wewe ukipata madhara tukikupoteza, ni hasara kwa serikali. Imetumia gharama kubwa kukutengeneza wewe mtumishi ili uje ufanyeje, utumikie taifa letu. Lakini vile vile sio masuala ya pombe tu, tabia zetu za kimaadili. Tuwe na maadili. Watu wengine wanavaa mavazi ambayo sio stahili. Kwenye utumishi wa umma haitakiwi. Ni kinyume cha utaratibu. Tujizuie tamaa zetu za mwili. Yote ni katika kutunza afya. Umeenda kakara, umeenda kujikwaa masuala ya magonjwa mengi ya kuambukiza. Hepatitis B niliyowaambia hapa inaambukizwa kwa njia ya nini? Ya kujamiiana. HIV inaambukizwa kwa njia ya kujamiiana. Tena nakwambia ni heri upate HIV ambayo kidogo unaweza ukapata ARV ukaenda, lakini ukipata hepatitis B unakufa kwa haraka sana. Ina mortality kubwa sana. Na hepatitis B pia inaambukizwa kwa kujamiiana. Kwa hiyo wewe kama hujaoa na umefikia umri wa kuoa, ni waase watumishi. Mimi ni mama yenu, ninayo jukumu la kuasa kwamba yoyote ambaye amefikia umri wa kuoa aoe, ambaye amefikia umri wa kuolewa aolewe. Usianze kurukaruka kama paka ambaye hana mwenyewe au kuku. Ukirukaruka maana mume wako yuko kule nyumbani, mke wako yuko kule nyumbani, lakini huku kazini umeshapata na mwingine tena. Nimepata huyu na yani unaona vile yani maisha yenu ni kujidanganya kutupu, na kubwa zaidi mnatarisha maisha yenu, lakini la pili mnamkosea Mungu sana. Kama ambavyo mgeni rasmi akielezea pale kwamba watumishi wanatakiwa wapime afya zao, waweze kujijua hali zao. Tunategemea kwamba utendaji wetu wa kazi utaongezeka, morali ya kazi itapanda, watumishi watakuwa na morali kubwa kwa sababu wamepata nafasi ya kutoka nje ya maeneo yao ya kazi na kuja hapa Singida mjini. Tutatoka na azimio la uelewa wa pamoja namna ya kwenda kutekeleza maelekezo yale ya kutumia teknolojia hii ya mawe. Teknolojia ya mawe imekuwa ikitumika maeneo mengi miaka mingi. Kwa mfano barabara nyingi za Mwanza zimeonekana mitaani walikuwa wanatumia hiyo teknolojia ya mawe na zilionekana zikifanya vizuri, lakini kikubwa hasa kinachokuwa kinaenda kama tunaenda kukifanyia kazi ni kuangalia namna ya kuweza kuimarisha udongo, maana tuta la barabara. Kwa sababu udongo ukishakuwa kwa udongo wa Singida una changamoto ya kutokuwa ni udongo mzuri ambao unahitaji labda kuwa na vitu vingine vya kuchanganya ili udongo uweze kuwa imara zaidi. Kwa hiyo hilo ndio jambo la msingi ambalo tunaenda kuliangalia na namna kulifanya, ila ile sehemu ya juu ambayo mawe yanaenda kupangwa ili uweze kukaa kwa muda mrefu na watu wananchi wapate barabara kwa bei rahisi na kwa teknolojia rahisi ambayo inaweza ikatumika kwa njia ambazo ni za gharama nafuu. Kwa habari ya utekelezaji wa maagizo wa viongozi wetu wakuu, malighafi mawe katika mkoa wetu wa Singida zipo za kutosha. Kwa hiyo tukiweza kufanikisha kwa habari ya kutekeleza agizo hilo kwa kujenga barabara zetu kupitia mawe, tutapunguza gharama ya kufanya matengenezo, kwa maana maintenance ya barabara, kwa sababu barabara za mawe mara nyingi maeneo ambayo yanakuwa more effective, kwamba yanakuwa maeneo maalum sana kwa habari ya miinuko milimani,
na sehemu za milimani ukipitia barabara ya changarawe na udongo, kuharibika kwake mara kwa mara, yaani zinaharibika kwa urahisi na zinatumia gharama kubwa kuweza kurejesha katika hali yake ya kawaida. Nazo barabara zetu ambazo zinapita kwenye maeneo kama ya milimani, bondeni, sehemu ambazo ni korofi kiasi kwamba ukijenga katika hali ya kawaida zile barabara hazidumu. Kwa hiyo ukitumia teknolojia ya mawe unaweza kupata barabara nzuri ambayo itapatika muda wote na kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunategemea kwamba kwa ujumla kikao hiki kitakuwa na tija kubwa kwetu sisi watumishi mkoa. Kwa barabara za mawe, kwanza kutumia hii teknolojia ujenzi wa mawe ni teknolojia ambayo ni muhimu, ambayo ilikuwa ni ya muda, lakini kwa sasa hivi bado ni muhimu mkubwa sana. Kwa mfano sasa hivi tukiacha kabla ya barabara, sasa hivi kwa mkoa wa Singida tunajenga sana madaraja ya mawe. Kwa hiyo yale madaraja yamechangia kupunguza gharama kubwa katika kufanya kazi zetu, ambayo tumepelekea na kufanya kazi kwa unaweza ukuta daraja la mawe ambao tunatarajia kujenga lile la kutumia zege na nondo, inakuwa ni nusu karibu ya gharama ya ambayo ungeweza